Tuna zoezi la uchaguzi ambalo linafanyika tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026, na zoezi hili linafanyika kwa sababu kulingana na tamko la Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliyekuja hapa tarehe 8 akasema viongozi wa machinga na wananchi wafanye uchaguzi mwingine ili kuwa na viongozi wengine wanaoona kwamba ni bora na wenye tija. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi la kuandikisha ambalo tulianza tarehe 7, tuna jana tarehe 8 na leo tarehe 9 tunafanya tamati ya uandikishaji. Baada ya hapo tutakuwa na orodha ya watu waliojiandikisha ambao tutawabandika kwenye bao zetu za makuta ili watu waweze kuhakikisha na kujua kwamba ni nani amejiandikisha na ni nani ambaye anastahili kupiga kura. Ili na tarehe 16 mpaka 17 tutatoa fomu kwa ajili ya wale wagombea ambazo tunazo nafasi za aina mbalimbali. Kuna kugombea nafasi wa mwenyekiti, kuna makamu mwenyekiti, tuna katibu msaidizi na tuna mabalozi ambao ni wa blocks. Vile vile tutakuwa na mwakilishi wa watu ambao ni kundi maalum la walemavu. Kwa hiyo tunategemea uchaguzi utakuwa mzuri na utakuwa haki na wa huru, kwa sababu tumewatangazia watu na wanakuja kujiandikisha. Siku ya kwanza tulipata watu kama 499, siku ya pili tumepata 300 na kidogo, na leo ndio tunaendelea kuandikisha. Kwa hiyo tunajua zoezi litakuwa zuri. Of course matarajio yangu, kwanza shauku kubwa ya wananchi ambao ni wafanyabiashara wa machinga ni kuhitaji wawe na viongozi, na waliweza kuuliza swali hilo na waliweza kumwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wanahitaji wawe na viongozi wengine, kwa sababu waliona kasoro mbalimbali kwamba wale viongozi waliokuwepo hawakuwa wanaitisha mikutano ya kuweza kujadili mambo yao. Kwa hiyo wao wategemea wawe na viongozi wengine ambao wanaweza kufikisha mbali zaidi. Kwa hiyo tunachotegemea ni kwamba kwa sababu wamehitaji wao wenyewe na uchaguzi unafanyika, nafikiri watachagua viongozi ambao ni bora zaidi na watawafanya wafike mbali zaidi. Tunategemea kuwa na watu kuanzia 1200 mpaka 1400, kwa sababu wafanyabiashara wote tulionao ni kama 2500 2700. Kwa hiyo wote hawawezi kujiandikisha kwa sababu wengine watakwambia wamesafiri, wengine wanaumwa, wengine wana dharura. Kwa hiyo tunategemea 1200 mpaka 1400. Wito wangu kwa wafanyabiashara wa soko la wazi la machinga, watumie fursa hii ya kuchagua viongozi wao, wasije baadaye wakaanza kujilaumu kwamba viongozi waliopo hawafai. Huu ndio wakati wao wa kufanya maamuzi sahihi, aidha ya kuchukua fomu wao wenyewe wawe wagombea au ya kwenda kuchagua kiongozi ambaye wanamuona anafaa.